Familia moja katika mtaa wa South C hapa Nairobi inataka haki kutendeka kufuatia mauaji ya kijana Shakri Abdi Ibrahim mwenye umri wa miaka 19 aliyepigwa risasi na kuuawa. Wakati jeshi la polisi likidai kwamba kijana huyu alikuwa miongoni mwa genge la wahalifu, familia yake na watetezi wa haki za binadamu wanadai kwamba hayo ni mauaji ya kiolela yaliyochochewa na ajali ndogo ya barabarani. Mwanahabari wetu Marion Barasa ana maelezo zaidi. Mwendo wa saa 11:30 alfajiri wakati Shukri Abdi Ibrahim alipoondoka nyumbani kwao mtaani South C kuelekea msikiti wa Takwa kwa Njenga, alipokuwa ameandamana na marafiki zake wawili. Safari hii ya kawaida ya alfajiri imebaki kuwa kovu moyoni mwa mamake, ambaye hakujua kuwa asingepatana na mwanawe tena. Kwa nini kila siku tunauliwa watoto wetu? For nothing. Ni nini wamefanya? Na ni mkuru kwa Jaga Justice. Ndio hii. Ni nini tumefanya? Huyo mtoto ako na makosa gani? Kama ako na makosa, si kuna sheria. Biwi la simanzi limetanda nyumbani kwa kina Ibrahim, ndoto za kijana huyu zikizimwa kwa risasi kabla ya kuanzia kunawiri. Shukri aliyekuwa akichora ramani ya mustakabali wake na babake, wakijadili kujiunga na chuo kikuu na maisha yenye matumaini mbali na mitaa ya Embakasi, mipango ambayo sasa imebaki kuwa kumbukumbu chungu. Kuongea naye ilikuwa juzi. Nilikuwa nipeleke Thika college ya tractor hizi engineering. Nilikuwa nataka nipeleke tarehe 14. Hiyo ndo jana tuliongea naye mchana. Utata mkali unazingira mauaji haya, huku kukiibuka madai kuwa ajali ndogo ya gari ndiyo iliyozua makabiliano hayo ya mauti. Wanaharakati sasa wananyoshea kidole cha lawama polisi kwa ukatili uliogharimu maisha ya Shukri na kusababisha kutoweka kwa marafiki zake wawili katika mazingira ya kutatanisha. Akagongana na gari, wakatoroka kidogo. Wale watu wamegongwa wakafata. Kuna mabamsi kwa hapa mbele, vijana walikuwa gari yao walikuwa wanaenda pole pole. Wakachukua mawe, wakafunja kioo ya nyuma. Sasa wakati memaliza bumps, gari kaweka kando. Kuweka kando, wale walikuwa wamegongwa na wakagonga gari na mawe, wanapishana, askari amekuja. Wale imegongwa gari yao, ndio wakaambia askari hawa ni sujini nini, hawa ni nini. Askari naye kuambia tu hands up, kila mtu alale chini. Upasuaji wa maiti uliofanyika katika msikiti wa South C umedhibitisha matumizi ya nguvu kupita kiasi. Matokeo ya upasuaji huo yanaashiria kuwa risasi zilitumika kumuua kijana huyo asiyekuwa na silaha. 2 bullets ndio ziliingia kwa mwili. Moja ilipiga kwa shoulder na ingine ilipiga kwa left ear na ikatoka kwa kichwa. And that is the one that killed him. Hata hivyo, polisi imetoa taswira tofauti, ikikanusha madai ya familia na kumtaja Shukri si kama mwanafunzi asiye na hatia, bali mhalifu aliyekuwa kwenye harakati za kuzua vurugu na hofu mitaani. Marion Barasa, KTN. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo ndipo nakamilisha taarifa zetu za KTN leo weekendi.